Leo tuko katika kata hii ya Kiwalani na dhamira kubwa ni kuona namna ya kufikia wananchi kwa karibu na kutatua changamoto zao za kihuduma. Tumeambatana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Segerea na ziara hii ni mwendelezo wa ziara ambazo tunazifanya kwenye kila kata. Tuna kata 13 katika jimbo la Segerea na sasa hivi tumeingia kwenye kata ya 5. Lakini dhamira kubwa ni kuwasikiliza wananchi kwa karibu na kuweza kupata utatuzi wa zile changamoto ambazo zinawasumbua. Na leo katika kata hii tumeweza kutembelea kwa maana ya mtaa wa Kiwalani wenyewe, mtaa wa Yombo na mtaa wa Kigilagila. Na tumeona changamoto kadhaa na nyingine tumezitolea maamuzi na zingine tunazichukua kwa ajili ya kwenda kuzifanyia kazi. Leo tulienda pamoja na timu ya DAWASA kwa ajili ya kukabidhiwa ile mitambo sasa rasmi inayokwenda kuanza kuchimba kisima kirefu kabisa ndani ya kata ya Kisukuru sambamba na kata ya Segerea kwa baadaye, kwa maana baada ya Kisukuru wataenda kuchimba kisima kirefu kabisa chenye zaidi ya gharama ya milioni 200 kwa maana ya kata ya Kisukuru na kata ya Segerea. Sasa siku ya leo tulianzia kule kata ya Kisukuru na tumekabidhiwa ile mitambo na tayari mainjinia wako site tayari kwa ajili ya kuanza uchimbaji, na actually walipaswa kuwa wameshakamilisha uchimbaji wa kile kisima. Kilichozuia ni hali ya hewa hii ambayo mnaiona kwa maana ya mvua, na hivyo kupelekea kwamba wasubiri kwanza mpaka mvua ikate ndipo waweze kuendelea. Lakini kwa kiufupi kabisa kata ya Kisukuru imepata mkombozi. Mkombozi ni kile kisima ambacho kinakwenda kuchimbwa chini ya DAWASA, na kwa eneo hili nitumie nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameelekeza zile fedha ziweze kwenda kuchimba hivi visima, akiwa anaenda kutimiza ile adhima yake ya kumtua mwanamke ndo kichwani. Baada ya hapo tumekuja hapa tulipo ambako tunahitimisha kikao kazi chetu ndani ya kata ya Kiwalani, ambapo kata hii ina mitaa mitatu, mtaa wa Kiwalani, Yombo pamoja na Kigilagila. Kwenye kikao kazi chetu ambacho tulikaa pamoja na wenyeviti wa serikali za mitaa, tulikuwa na viongozi wa amini kwa maana ya mtendaji, tulikuwa na viongozi wa vyama kwa maana viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa Chauma ambacho ni chama changu cha ukombozi wa umma. Kwa pamoja tulikuwa na kikao kazi cha kuangalia ni namna gani tunakwenda kutatua changamoto ya maji, upatikanaji wa maji safi na salama ndani ya kata hii chini ya timu nzima ya DAWASA. Tumejionea na tumesikia kutoka kwa wananchi na tumekuwa tukijua, mimi nafahamu kwamba ipo changamoto ya maji kwa kipindi kirefu sana, kwa sababu mimi ni mkazi wa jimbo la Segerea na nimefanya kampeni kwenye kata ya Kiwalani, na ndio maana sasa tumekuja kuweza kuhakikisha kwamba tunatatua jambo hili. Sasa tumesikia mengi kutoka kwa wananchi. Tumegundua jinsi ambavyo yapo ambayo yalipaswa kuwa yametatuliwa, ambayo yametokana na uzembe tu wa kawaida watendaji wetu wa huko chini kabisa, ambao hawakuweza kuyafanyia kazi kwa haraka na yakasababisha madhara ambayo ni makubwa. Lakini yapo ambayo yanahitaji utaalamu wa DAWASA kwenda kuhakikisha kwamba wanatatua, and then watu wetu wanaweza kupata maji safi na salama. Nichukue nafasi hii kuwapa pole wanakata ya Kiwalani, lakini pia niwapongeze kwa sababu leo tumekuja, mkombozi amekuja kwa sababu wao wenyewe wamesikiliza maelezo na maelekezo ya DAWASA ni namna gani tumejipanga kwa pamoja kuhakikisha Kiwalani inapata maji safi na salama. Lakini wakazi wote wa eneo la Matangini hawapati maji. Maji yanapotoka hapa yanakwenda kwenye mitaa mingine ya Yombo na mtaa wa Matangini, mtaa wa Relini. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa sana ya swala la maji. Kwa hiyo ni matumaini yangu kubwa baada ya ujio wa Mheshimiwa mbunge, hili tatizo kwa kiasi kubwa linakwenda kutatuka. Na Mheshimiwa waziri amekuwa akipambania kwa muda mrefu, tuna uhakika kwa jinsi tunavyomjua Mheshimiwa waziri wa Wesu, swala zima la maji litakwenda kuwa historia kwa kiasi fulani kwenye kata yetu ya Kiwalani, tofauti na huku tulipotoka. Sisi hapa jirani mtaa mzima huu hapa hakuna maji yanatumia maji haya hapa. Na tushalalamika sana. Wanasema njoo mjiorodheshe, so fomu ziko pale. Watu wake fomu zimejazana toka sijui miaka gani. Zimejazana wapi baba? Wakasema huko serikali za mitaa kuna kipindi alikujaga tukajiorodhesha sisi hapa, tukafungiwa maji mpaka leo. Lakini haya maji kazi kwa nafanya kazi, lakini sisi hatunufaiki na haya maji. Kitu ambacho ukiangalia ni kama kauzembe fulani. Ya maji. Mimi ni mwanzilishi wa DAWASA nyumbani kwangu. Niliwekewa bomba kama kizimba. Nilikuwa nauza maji, watu wote mtaa wangu Kiwalani wanakuja kuchukua maji kwangu. Lakini kwa sasa maji sipati. Maji upatikanaji kwa shida. Pengine maji yanatoka usiku. Kero ambayo ni ya muda mrefu. Kwamba tupati maji muda mrefu, na Rais Samia Suluhu ametuonea huruma kutuletea hili jambo la maji.
na kutondolea kero yetu ambayo kila siku tunalalamika maji hatupati, huenda maji yao tunakunywa hayakuwa salama. Na maji yetu tunajua yalikuwa ni salama. Namshukuru sana Rais Samia Suluhu. Ametukumbuka na ametufikiria wakina mama kututua ndoo kichwani. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunatafuta maji huku na huku, wamama wanapata shida. Lakini sasa imekuja neema hii, tunamshukuru Mungu. Mungu awabariki mno. Sana sana sana. Hili si jambo la chama. Ni jambo la wananchi. Chama kinakaa pembeni, wananchi unawafanyia kazi. Kwa sababu hawezi kuwa Chauma anakuja kuchota maji. Ni wananchi wote